Emolongo. Sawa. Kwa majina naitwa Rachel Kiza Saidi, the one and only future president of Congo, the current president of youth in Australia. Wow. AKA First Lady. Introduction inakuwa ndefu kwa sababu Mungu ametubariki. Wow. Sasa nakumbuka tuliongea hivi siku fulani zilizopita, nikawa nimewaambia kama kuna uchaguzi ambao unaendelea hapa. Nikasema kama uchaguzi ukipitika vizuri, kama nikichaguliwa kuteuliwa kuwa kiongozi wenu, nitarudi. Kama nilivyosema, nimerudi tena. Nitaki kutoa shukrani za dhati kwa kila mtu ambaye kwanza alifika kwenye election yetu ya federal, na watu wote ambao walikuwa pale wakanichagua. Kama wao hujanichagua, na mimi ni mdogo yako, kaka yako ama dada yako ndio amenichagua na ndio mmeniweka katika hii position ambayo niko ndani. So sijafika hapa kwa sababu ya ujanja wangu. Naamini ni baraka za Mungu. Pia ni nyinyi ambao mliona kitu ndani mwangu na ndio maana mliniweka hapo. So with that being said, kusema kweli kamati haijawa complete yet, but hivi karibuni tutakuwa na kamati nzima na tutaanza kufanya kazi as soon as possible. Kitu kingine ambacho nataka kusema, mnajua mlinichagua sijaolewa, si ndio eh? Mlijua sijaolewa. Tena nataka nimeke kitu clear kwa sababu najua niko na deal na vichwa vigumu hapa. Mlinichagua sijaolewa. Kwa hiyo mimi kutokuolewa isikuwe tu siku wangu kama siwezi kutoa ushauri kama vile kiongozi wenu. Nataka mniheshimu na nataka tuheshimiane. Najua niko mwanamke na kuwa kama vile mwanamke kuongoza watu ambao ni wakubwa kwangu. Hapa nitakutana na majanga makubwa mbele yangu. But naamini hatuko hapa kwa sababu ya nyinyi kunipa challenge. Ila tuko hapa kwa sababu tutumike kwa pamoja. Na naamini na kuomba Mungu kuwa tutatumika kwa pamoja. Niko nataka niseme na mtoto wa Mbondo wote ambaye yuko hapa Australia, states zote za Australia. Hivi karibuni tutaonana. That's a promise. Kwa sababu sikuja kwa sababu ya mzamini, na kuja kufanya kazi. Kama uliwahi maisha yako mazima hujawahi kujiunga na kundi, kwa muula huu, kwa staili hii, kitaeleweka. Kama uko na miaka 15 mpaka 35, jua uko mtu wangu. Somehow Mungu akitusaidia tutatumika pamoja. Nitajitahidi kuwa in contact na viongozi wenu ili tujue jinsi gani ya kusimamisha kundi hapo ulipokuwa kwa ajili ya kutumika pamoja. Naamini kuwa sisi ambao tuko leo ni viongozi wa kesho. Sisi ni wazazi wa kesho. Na kama tutakuwa viongozi wa leo wa kesho, hatuwezi kuwa viongozi bila mafunzo, viongozi bila vision. Nataka nitumike na watu ambao wana vision, na naamini kuwa kama kuna vision ambayo kila mtu yuko nayo, hiyo vision yako ndio nataka nifanyie kazi. Hiyo mipango yako ndio nataka nifanyie kazi, na naamini kwa pamoja tunaweza. Tunasemaga hapa Victoria kwetu youth power. Kwa sababu tuna believe there is a power within you. Kuna knowledge fulani. Kuna mtu wangu ananiambia eti kama kwenda shuleni sio ndio kuwa na knowledge. Kuna brain na kuna knowledge. Kuna vitu viwili tofauti. So just because unaenda shuleni haimaanishi kama una akili. Akili unazo, na ile wakati sasa nataka utumie akili zako. Au kama ukozitumia mimi tutaambizana jinsi gani ya kuzitumia. Kwa hiyo ningekuomba tafadhali kama unaweza tutumike kwa pamoja. Na kuna kitu ambacho kinaendelea Australia sasa hivi, mimi binafsi sikipendi na kileti sura nzuri mbele ya macho yangu. Na kama vile kiongozi inanipatia challenge kubwa sana. Kwa sababu nikisema kama state zenu hazina hizo group za vijana, alafu nifike kwenye state zenu nikute kuko vibondo viwili, na mimi nataka kutumika na kila kijana, ujue kama niko na face challenge. Hii ni message nataka nitumie kwanza wazazi. Hii tabia inabidi iishi as soon as possible. Kwa sababu hamtusaidii sisi chochote, ila mnatusaidia ni mtengano. Mnaanza kututenga na bado tungali watoto. Kuna watu ambao watapenda kuolewa na watu fulani. Kwa sababu ya mitengano ambayo inaendelea, tutashindwa kuja kuolewa watu wengine kwa sababu ya vitu ambavyo sisi hatujui. Mnatuingiza kwenye mambo ambayo hatujui imeanzia wapi, itaishia wapi, na siku gani mko na plan kuvimaliza hivi vita hatujui. Na hivi vita vyenu ni vya nini? Je, mko nasubiri kichwa cha mtu kianguke hapa ndio hizi fujo ziishi? Au kichwa cha mtu kianguka hapa faida yetu sisi tunafaidika kitu gani? Kama sio mume wako ni mke wako, na kama sio dada yako ni kaka yako, na kama sio kaka yako ni mtoto wako ndio ataanguka. Kama ujinga mimi naota ni ujinga ambao unaendelea hapa. Kama ukuisha, kama sio wewe unayeniangalia leo ni ndugu yako. Kwa hiyo kama unajua mtu mhusika ambaye anasababisha hizo fujo ziendelee, tafadhali ningeomba tokomeze hilo swala as soon as possible. Mnajua sinaga woga wa mtu wakati naongea. Mimi nishaka niko najipatia ile jina kimya niko fearless. Kwa sababu sometimes inabidi ujitolee mtu mmoja ambaye uko tayari kufa kwa sababu ya kusema ukweli. Na kama wewe mtu mmoja ambaye atakufa kwa sababu ya bondo ni mimi, uambie ukweli na vitu ambavyo vinaendelea sio kweli, basi niko tayari. Mtapiga mawe, mtasema ono mwana mwa wetu ndio lombaka lwa, ni motenda lombaka ni muumia ndani.
Umeona? Kwa hiyo uongozi unakuwa huko rahisi wakati kuna amani fulani kwanza katikati ya wazazi. Kwa sababu ukitaka kutumika na mtoto wa fulani atakwambia usiendi pale. Ule atukwaje ngambo ya huyo. Usiendi huko atukwaje. Mnataka tufanye ngambo ilitoka wapi? Walo wote wao sangaye bondo ele. Ya usanga shike na obi mwana ochwa na wana ochwa to shike bondo hana. Kwa hiyo bila niwalo esanga ta eli asoki. Ta eli angokia. Ya shiko ta eli obe. Ibi ni mutaki tenda. Ta ole mto walwanjishe beni boss mama ushilo nusuku. Hakuna mtu mwalanzisha kibondo. Mlikikuta na mtakiacha na sisi tutakiacha. Kwa hiyo kwa sababu ni kitu ambacho tulikuta na tutakiacha, tafadhali naomba ni wazazi, hii ni message yenu. Hizi conflicts zote zinaendelea mziache. Hapana bibeli ikiwa imakala. Lakini niko naona division imakala. Right now niko naona division ndio nguvu. Sitaki division. Nataka multiplication. Nataka addition. Hapana vitu vya kuminus na vitu vingine hapana. Tujitahidi tuje pamoja. Kile kidogo ambacho tunajua tuweze kujengana. Sio hapa tu ambako tulikokuwa. Mpaka nyumbani. Kama wewe ni mfanya siasa zifanyie nyumbani, sio hapo. Australia inahitaji siasa zako. Na kama unataka kufanya siasa hapo Australia, jiunge na government ya Australia, sio babondo. Hatuna maparti politiki hapa kwa Australia kwenye tuko. Kwa hiyo kama wewe unajisikia kufanya siasa, fanyia siasa yako nyumbani, sio hapo kwenye tuko. Tafadhali niko nakuomba. Kitu cha pili, message ya pili nataka nipelekee vijana. Vurugo zinazoendelea hapa mimi niko naongea kama vile president wenu right now. Because nisha kwa madarakani. Unaona, sikuongea tena kama vile siongei kama mwandishi wa Victoria sasa hivi. Nataka nimeke kitu clear. Siongei hapa kama vile mwandishi wa Victoria. Naongea kama vile president wa vijana hapa Australia. Na hii message ni kwenu nyinyi na mnisikilize kwa umakini. Kinachoendelea katikati ya baba zetu na mama zetu sitaki mniletee nacho kwenye kundi au katikati yetu. Hizo conflict hizi mnazisikia ziko huko na mziache ziishie huko. Nataka sisi kama vile vijana tutafute solution kwa hiki kitu ambacho kinaendelea kama tutaweza. Na naamini tunaweza kwa sababu naamini tuna solution. Tatizo ni sisi na sisi hivyo ndio pale palipotokea tatizo na hapo kunapaga dawa yake. Na tatizo likigundulika kuwa ni tatizo, uwaga lina solution yake. Kwa hiyo tusiendi mbali, nisiwakokote sana ambacho nataka tu kukataa na ambacho mimi sitaki wakati tunaanza kufanya kazi. Mama yangu akwagi hivi kwa hiyo mimi siwezi kufanya hivi. Baba yangu afanyagi moja, ya baba yako acha ameshaishi maisha yake. Sasa wewe usije ukaribu mwelekeo wa maisha yako kwa sababu mama amesema ama baba amesema. Kuna vitu ambavyo vingine mzazi anaweza kuambia ukaona vikakuharibia au vikakutengenezea. Sometimes chuja maneno ya watu ambao unaishi nao. Sio kila kitu mzungu ndio kwa sababu ya nini unaogopa. Uoga ndio unatuuisha. Na kuomba tafadhali tutumike kwa pamoja na umoja na naamini hapo mbeleni kuna makubwa ambayo tunakuyafanya. Hii miaka mitatu ambayo tumepewa ya kufanya kazi yangu ya kwanza na hiyo mengine 6 na 9 ingine itakuja kwa mbele. Naamini sisi tukija pamoja tukiignore kitu ambacho kinaendelea hapa tutafika mbali sana. Na niko na plan ya kuwafikisha mbali sana. Mungu akisaidia, kamati ikisimama vizuri, tutafika mbali. That's a promise. Kama unakuja kutumika na mimi kwa sababu ya party politiki na kuomba, hii ni kukusi. Kaa pembeni na mimi. Kwa sababu utakuja kwa kichwa ambacho kimeshagongwa tayari. Tutagongana. Kwa hiyo kama unakuja kwa ajili ya kujenga unifuate, lakini kama unakuja kwa ajili ya utabomoka mji. Hiyo ni message tunakuachia. Unaona, so tutaonana hivi karibuni kwenye state zenu, nitakuja kuongelesha, tutaongea na tutapanga vitu kwa pamoja. Naamini mmenisikia. Kama message yangu inaweza kusikilika tofauti na jinsi nimetoa, naomba radhi. Lakini ujue kama niliongea na machungu mengi moyoni na kama sauti itasikilika ya ukali na kwa juu ni kwa sababu naumia ndani mwangu. Na kwa sababu naumia, nataka machozi sisi tu yapakose sisi wenyewe. Kama tunaona wazazi na neno na keep repeating name, this is the 5th time niko naongea neno. Kama tunaona wazazi ndio chanzo cha fujo ambayo inaendelea, sisi kama vile suluhisho tuko nafanya nini? Na tunategemea tuko napanga kufanya nini? Na tulifanya wakati gani? Wakati mtu ameshaanguka au kabla mtu hajaanguka? Hayakuwa late. Unaona, hayakuwa late, so let's work together to find a solution of what is going on. Mungu awabariki sana. Pia kuwakumbushia tu tarehe 29 za mwezi wa 5 mwaka 2021 kuna sherehe ya wamama ambayo itahappen hapa kwetu Victoria Geelong. Wamama wote mnaalikwa, pia vijana na baba zetu pia tunaalikwa wote pale kwa ajili ya kushirikiana na mama zetu. Itakuwa vizuri sana kuwaona hiyo siku. Sherehe itaanza saa 11:30 jioni mpaka saa 7 za usiku. Kwa hiyo tunaamini kuwa kama tutaonana pale na Mungu azidi kutubariki. Theme ya huu mwaka ni kuwa kama mama anajua vyote. Ndio hiyo. Asante.